Watu wengi wameshtushwa na habari hizi za uchumba wa Miriam Chirwa pamoja na Ruben kuvunjika. Sasa mimi nataka nikuelezee kwa undani kidogo ni namna gani na ni sababu gani ambayo imefanywa mpaka uchumba huu ukaharibika. Tunafahamu siku za nyuma, miezi kadhaa iliyopita hapo, Miriam Chirwa pamoja na Ruben walionekana wakiwa katika harakati za kufunga ndoa na wakiwa wamejiandaa tayari kabisa kwa ajili ya ndoa. Lakini kukawa kumetokea changamoto za hapo katikati ambapo wamezieleza Ruben pamoja na Miriam mwenyewe na sababu ambayo imewafanya mpaka wao wakaachana na ndoa, habari za ndoa zikawa zimeahirishwa. Miriam mwenyewe alianza kwa kusema kwamba mara ya kwanza kipindi anaenda kutambulishwa nyumbani, wa ndugu wa mwanaume walimkataa, yani ndugu wa Ruben walimkataa na wakasema kwamba hawamuhitaji, lakini kutokana na mapenzi yao ambayo wapo nayo wao ikabidi waendeleze mapenzi yao na mpaka wakaweka mikakati ya kwenda kutoa mahari nyumbani kwa Miriam, na Ruben akaamua kwenda yeye pamoja na mshenga. Hata ndugu wa mwanaume Ruben hawakuweza kwenda kwenye utoaji wa mahali, just imagine. Na wakaendelea na process nyingine za ndoa, na hapa na pale tunafahamu kwamba tayari akishatolewa mahali yule tayari ni mke wa mtu. Sasa kukawa na process nyingine ambazo zikaendelea wao kama mume na mke sasa, na mpaka ikapelekea yeye kupata ujauzito kabla ya ndoa. Japokuwa watu wengi wamekuwa wakimlaumu Miriam kwamba kwa nini amebeba ujauzito na wakati bado ndoa ilikuwa haijafungwa wala harusi ilikuwa haijafungwa, lakini ukweli ni kwamba alikuwa tayari ameshatolewa mahali, kwa hiyo alikuwa tayari ni mke wa mtu yule, sio kwamba alikuwa ni mchumba. So ilikuwa imebakizwa tu process ndogo za ndoa pamoja na harusi kusherehekea kimwili, lakini tayari walikuwa wameshakuwa mume na mke. All the way kuelekea sasa kwenye send off, kukawa na mgawanyiko ambao umetokea kati ya mwanaume na mwanamke, and then Ruben akawa ameachana naye, akawa amemwacha, na kisingizio kikubwa ambacho amekisema au sababu kubwa ambayo amesema Ruben ni kwamba Miriam alikuwa anadharau na Miriam alikuwa ni anapenda kujiweka juu zaidi kuliko yeye, kiasi kwamba wanaume wake sasa hauonekani uko wapi. Ndo sababu kubwa ambayo ameeleza. Pia sababu nyingine akaeleza ni kwamba ndugu walikataa, so yeye akaona kwake ni kama imekuwa sio nzuri kwake, japokuwa mwanzo walikuwa wameridhiana, lakini sasa hivi akaona kwamba no, hebu acha nimwache aendelee. Lakini kitu ambacho kimekuwa disappointed kwa watu wengi ni kwamba kwa nini amemwacha wakati akiwa na ujauzito, ni kwa nini imekuwa hivyo kwa wakati ambao watu hawakutegemea. Watu walivyoona vile walifurahia na wakaamini kwamba hii ndoa itaenda kudumu kwa muda mrefu, lakini just imagine mpaka siku ya send off inafanyika mwanaume hajatokea. Na mpaka kama kuna video moja uliona mwadada Miriam alikuwa analia, anasema kwamba walikuwa tayari washaachana almost karibia mwezi nyuma kipindi hiyo send off inafanyika, lakini sasa ratiba tayari zilikuwa zishawekwa, watu washafanya michango, maandalizi yashafanywa, kwa hiyo ikabidi tu aifanye ile send off ili kuondoa lawama kwa binadamu na lawama kwa ndugu zake wengine. So ni kitu ambacho kimekuwa kimewaumiza watu wengi sana, na ndizo sababu ambazo wamezieleza Miriam pamoja na Ruben, sababu ambayo imewafanya wao wakaachana. Bwana, hii imekuwa ni kitu ambacho kiukweli kinaumiza sana moyo. Unajua, unapoingia kwenye mahusiano na mtu, mnapanga malengo pamoja, and then mnataka kufika sehemu, kuna kitu kinatokea kinawakatisha, kinazuia ile safari ambayo mmeiandaa, inakuwa sio kitu kizuri sana, hasa kwa mwanadada kama Miriam. Tunafahamu jinsi alivyo, so ni kitu kibaya sana. Mimi ushauri wangu ni kwamba kama kuna namna yoyote ambayo wanaweza wakaifanya kuweza kurudisha hii ndoa ikaweza kukaa fresh, kama ni ndugu, wazazi au wao wenyewe wawili wakazungumza na wakamaliza, kitakuwa ni kitu kizuri sana. Licha tu ya kuwa kitu kizuri kwa hata pia kwa mwanamke, licha kuwa na ujauzito, pia hata itakuwa ni furaha kwa ndugu na Watanzania. Naamini Watanzania ni kitu ambacho walikifurahi. Hata siku ya kwanza inakuwa announced public kwamba wanaingia kwenye mahusiano na wanataka kufunga ndoa, tunaona jamii ilivyopokea kwa ukubwa. So nitoe pole pia hata kwa Miriam na mwanangu Ruben. Hebu kaa fikiria, hebu wewe ni mwanaume, unaweza kufanya kitu kwenye hili swala na mambo yakakaa vizuri. Bwana, hii hapa ilikuwa ni Entertainment Corner. Endelea kufuatilia kwa ajili ya taarifa zaidi ambazo zitaendelea kuhappen. Mimi naitwa Brozameto, hii hapa ni CWB Kawabe Media.